Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu, tukukaribisha kwa moyo mkundufu tukiendelea na somo la tauhid ya faslu rabi' katika mlango wa 24. Sin sual. Udhkur man yajibu ma'rifatuhum tafsilan, taja ambao yapaswa kuwajua katika mitume tafsilan, kwa upambanufu ama kwa kupambanua. Kupambanua ni kumtaja mmoja baada ya mwingine. Wacha ile nyuma tumesoma idadi kwa ujumla, lakini hunu mlango ni kumtaja mmoja baada ya mmoja katika wale ambao ni wajibu uwajue, kama mukallaf, kama mwenye umri wa miaka 15. Vile tuona watu wajua mashabiki wa mipira timu zao, majina ya wachezaji wale kutoka goalkeeper mpaka mwisho wa timu ile, basi yatakiwa na mitume wetu 25 tuwajue kwa majina yao. Hata kama hutoweza kuwapanga wa kwanza wa pili, ngao wafikishe hiyo idadi ya 25. Na ni vizuri kwa wazazi waweze kuwauliza maswali kama haya watoto wao, ili wahakikishe hunu uwajibu ushakuwa tayari, washaufanyia kazi. Nao hao ambao yapaswa kuwajua kwa upambanufu. Adamun, wa kwanza ni Nabii Adam. Nabii Adam alayhi salam ni abul bashar, ndo baba wa viumbe vote, na yeye ni baba wa binadamu wote, na yeye aliishi takriban miaka 930 mpaka 960 kwa mujibu wa wanazuoni wa tarikh na ikhtilafu zao, wameeleza namna hii. Kisha wa Idrisun, na Nabii Idris. Nabii Idris huyu ana maelezo marefu, lakini aitwa Akhnukh jina lake lingine. Na vile vile Nabii Allah Idris warafa'nahu makanan aliyya, alienuliwa sehemu ya juu. Ni muda gani huo? Alipokuwa na umri wa miaka 82 yaelezwa. Na ni Idris ibn Yarid wa Nuh na Nabii Nuh wa Nuh ibn Lamak wa Nuh ibn Lamak. Nabii Allah Nuh ibn Lamak aliishi miaka 950, pamoja na kuwa ziko riwaya nyingine, lakini moja ya riwaya ni hini, miaka 600 kabla ya tufan na miaka 350 baada ya tufan. Wa Hudun, na Nabii Allah Hud alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, anaitwa Hud ibn Abdullah. Yeye aliishi miaka takriban 440 mpaka 446 kulingana na ikhtilafu za wanazuoni wa tarikh. Wa Salih ibn Ubaid, na Salih ibn Ubaid alayhi salam aliishi miaka 321 mpaka miaka, kauli nyingine yasema 586, lakini yenye nguvu ni 321, na aliweza kustiriwa Lebanon, alizikwa hapo. Wa Ibrahim ibn Tarih, na Nabii Ibrahim ibn Tarih huyu ni nabii maarufu hasa katika Uislamu. Kwenye tahiyatu kila siku lazima atajwe. Aliweza kuishi miaka 175, na kauli nyingine yasema 120, na nyingine 195, na alikufia Babil. Wa Lut ibn Haran, Lut yeye ni nabii, aliweza kuishi miaka
175 na iko kauli aliishi miaka 130. Wa Ismail ibn Ibrahima, na Nabii Ismail kijana cha Ibrahim alayhi salam aliishi miaka 137 na alikufa Maka Nabii Ismail. Wa Ishaq ibn Ibrahima, na Nabii Ishaq mtoto wa Nabii Ibrahim aliishi miaka 180 na pana kauli 120 na alikufa Palestina ama alizikwa Palestina. Wa Yaqub ibn Ishaq alayhi salam, na Nabii Allah Yaqub mtoto wa Ishaq aliishi miaka 147 na pana kauli aliishi 150 na pana kauli aliishi 129 na alikufia ama alizikwa Palestina, na umri wake wa mwisho aliishi Misri miaka 17, akafa Misri na akausia azikwe Baitul Maqdis Palestina. Wa Yusuf ibn Yaqub, na Nabii Allah Yusuf kijana cha Yaqub, huyu aliishi miaka 110 na 120 katika kauli hizi mbili, na pia alizikwa Palestina. Wa Ayyub ibn Maus, na Nabii Allah Ayyub ibn Maus aliweza kuishi miaka 93. Wa Dhulkifli, na Dhulkifli alayhi salam, huyu yaitwa Hazqil ibn Ayyub. Hazqil ibn Ayyub aliishi Dhulkifli miaka 75. Wa Shuaib ibn Maikil, wa Shuaib ibn Maikil alayhi salam, huyu aliweza kuishi miaka 242 na yeye sifa yake nyingine ni khatibul anbiya, ndiyo khatibu wa manabii, kwa sababu alikuwa na ufasaha mkubwa na balagha, uhodari wa kunena mzuri sana. Na wa Harun ibn Imran, na Nabii Harun kijana cha Imran aliishi miaka 123. Wa Musa ibn Imran, na Nabii Musa ibn Imran aliishi miaka 120. Hawa ni ndugu, lakini Nabii Haruni ni mkubwa wa Nabii Musa. Nabii Musa aliishi miaka 120, miaka 40 aliishi Misri pale na kina Firaun, kisha miaka 40 mengine aliishi Madian alipokimbia kwa Firaun, miaka 40 mengine akaishi na Banu Israila. Waliyasa ibn Adi, na Yasa ibn Adi huyu aliishi miaka 95. Wa Yunus ibn Matta, na Yunus ibn Matta aliishi miaka 40. Zile dua zake zilikuwa 40, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, na yeye mwenyewe pia aliishi miaka hiyo 40. Wa Ilyas ibn Yasin, na Ilyas ibn Yasin. Wa Daud ibn Isha au Isa kulingana na wanazuoni wa tarikh. Nabii Daudi aliishi miaka 100. Wa Suleiman ibn Dauda, na Nabii Suleiman kijana ta Daudi alikufa na miaka 52 na alishika utawala kuanzia miaka 13. Na wa Zakaria ibn Barkhia, Nabii Zakaria ibn Barkhia alikufa akiwa na miaka 207 na alizikwa Palestina. Palestina ndiyo ikaelezwa katika suratul Isra, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawla. Baraka zilizozunguka hapo Masjidil Aqsa katika kauli ya mufassirina bimandufina fihi minas salihina, wema wengi, manabii wengi wamezikwa pale Palestina kama hao tunaosikia. Wa Yahya ibn Zakaria, na Nabii Allah Yahya ibn Zakaria aliishi miaka 30. Wa Isa,
na Nabii Allah Isa ibn Maryam, yani yeye amenasibika na mamake Maryam binti Imran, yeye paka sasa yuko hai. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ameishi miaka 63 sallallahu alaihim ajma'ina wasallam, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao pamoja na amani. Hayo ndiyo majina ya mitume na mababa zao na umri walioishi. Sin sual, man hum auladun nabii sallallahu alaihi wasallam, ni nani watoto wa mtume mtukufu wa daraja, rehma na amani ziwe juu yake? Watoto wa mtume ni 7. Humul Qasimu, nao kwanza ni Qasim, kulingana na wanazuoni wa tarikhi wasema aliishi miezi 17 mpaka miezi 24, ambapo ni mwaka 1.5 kuelekea miaka 2, na alizawa kabla ya kutumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa Zainabun, na Zainab alikufa katika mwaka wa 7 mpaka wa 8, hapo katika katikati ya hiyo miaka 2, na alikufa umri wake ikiwa ni miaka 29. Na wa Ruqayyatun, na Ruqayya, huyu alikufa umri wake ikiwa ni miaka 21, na alikufa mwaka wa 2 wa hijra katika siku ya vita vya Badri. Wa Kulthum, na Kulthum alayha salam alikufa akiwa na umri wa miaka 27, alizawa kabla ya kutumilizwa mtume. Wa Fatimatu, na Fatima az-Zahra al-Batul, huyu alikufa kati ya miaka 28 na 29 kulingana na wanazuoni wa tarikh. Na wa Abdullahi, na Abdullah, huyu naye alikufa akiwa na umri wa miaka 4 na alizawa kabla ya mtume kutumilizwa. Wa ummuhum, na mama yao hawa wote, Sayyidatuna Khadijatu, ni nana yetu Khadija bintu Khuwailid, na mamake Sayyidatuna Khadija akiitwa Fatima, na alikufa kabla ya hijra na Khadija kwa miaka 3 akiwa na umri wa miaka 65 katika mwezi wa Ramadhan ndipo alipokufia. Wa Ibrahimu, na Nabii Ibrahim, na mtoto wa mtume Ibrahim, huyu alikufa takriban na miezi 18, mwaka 1.5 takriban. Wa ummuhu Sayyidatuna Mariyatul Qibtiyatu, na mamake ni nana Mariyatul Qibtiya, Maria Mqibti. Wa Qibti ni wa Masri, ni watu wa Misri. Alitolewa huyu zawadi kuletewa mtume, na mtume akaikubali hii ni zawadi, na alikuwa ni suria wake, akamzalia Ibrahim. Naye Mariyatul Qibtiya radhiallahu anha alikufa katika khilafa ya Saidina Umar mwaka wa 6, na akaswaliwa na Saidina Umar mwaka wa 6 wa hijra radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Radhi za Mwenyezi Mungu atushie ziwe na ziwaelee wao wote. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa, wa radiyallahu an mashayikhina al-ahya'i minhum wal amwat, wa walidina wa ashabina wa jami'il muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.